Kwa Diamond bado hajarudi Bongo? Hajarudi Dar es Salaam. Pamoja na happy birthday ya boss wake hajarudi Bongo? Hajarudi na ameachana nayo. Kwa atakosema Diamond bado Dodoma, mpenzi wangu bado Dodoma, anaendelea kulala hadi sasa hivi. Sasa hilo si wenyewe tuna mashaka. Sasa lazima itakuwa hivi mwanangu, mbona mbona analetea dharau rafiki yangu, mbona analetea baladi sasa bado hajarudi Bongo? Na jana birthday ya boss wake kwani hajarudi, kwa demu wangu anaendelea kumlani sasa hivi. Kwani demu wako hajarudi na yeye? Hajarudi na simu hapatikani bro. Leo tena hapatikani. Hapatikani kaka. Kwa hiyo mbona ananifuatilia? Oh mwanangu poa mwanangu poa. Sasa unasikia msanii no. Acha bro, mtazamaji. Trend TV na Chile TV. Bwana, leo tuko hapa na moja kati ya wasanii ambao tumeshafanya nao interview mara nyingi. Ni msanii wa muziki wa Bongo Flava, anafanya kwenye upande wa singeli. Ndio vitu ambavyo anavyovifanya. Kwa hiyo kama wewe ni mpenzi wa singeli, basi obviously lazima utakuwa umeshakutana na ngoma zake kibao. Bwana, kitu ambacho leo kimetuleta hapa kupiga na story ni kuhusiana na moja kati ya vitu ambavyo vinaenda viral huko mtandaoni. Kwanza kabisa, kwanza tusalimiane kwanza. Kaka, mambo vipi? Bwana kama mwanangu. Bwana, meshi zinaendaje ndugu yangu? Bwana, Mungu ni mwema, mambo yanasonga mchaka. Bwana, tunafahamu kwamba hivi karibuni bwana J Master umeachia track mpya kabisa. Ngoma inaitwa aje ile? Ngoma inaitwa Sijalogwa ile mwanangu. Bonge ya pumbu. Sawa. Sasa J Master bwana, tunataka tujue bwana, hivi karibuni bwana tumeona kwenye post yako Instagram unalalamika. Watu wengi sana wamekuwa wanajiuliza kwamba imekuwaje mpaka kaanza kulalamika vitu kama vile, alafu mule katika malalamiko yako tukaona umemmention moja kati ya wasanii wakubwa kabisa hapa Bongo, Diamond Platnumz. Bwana, nini kimetokea? Bwana Diamond bwana, unajua mimi na shemeji yenu fulani hivi na biashara zake town, na biashara za maduka. So yule mimi ni mpenzi wangu. Sasa diskati hapa alikuwa na ratiba kwenda Dodoma hivi. Kwa Dodoma nataka kuna biashara, kuna maduka pia nataka kufungua, kwa hiyo alikuwa kaingia kwenda kucheck location kwa ajili ya kuweka utaratibu sawa. So aliniambia mimi niko bana sasa kwa sina time ya kwenda. Kwa hiyo akapata nafasi akaenda. Kwa hiyo alipoenda kule kufika kule Dodoma akana michakato yake tu kuangalia mambo ya location, akaje. Kwa sikio nahisi kulikuwa na show ya Diamond. Kwa akapata nafasi mwenyewe akaenda kwenye show. So mimi nilikuwa sifahamu. Naelewa. Nakuja kuona mwanangu manzi wangu ule Diamond kampelekea ua bwana. Amempelekea ua. Unajua baya mtandaoni tunapata unakuta my baby rafiki yangu anapewa ua na Mondi kamtuma nani ule jina imenitoka kidogo na kampekea ua sasa. Afisa wake. Bamsa wake sio kampekea ua redem. Sasa kumwona si mpenzi wangu huyu. Bana sio nampigia simu haipatikani. Usiku, si ndio? Simu haipatikani, mnapiga simu sana haipatikani. Hapo unajua tena Mondi wenyewe Simba ule anang'ata. Mondi bwana Simba na sasa ngapiga hesabu nikaanza Mondi sana Zuchu huyu. Vipi tena kwa mpenzi wangu tu anapigia ma stress. Kwa Mondi anazingua. Na Mondi kazingua. Kwa hiyo ina maana kwamba wewe bwana mpenzi wako alikuaga kabisa kwamba anaenda Dodoma kwa lengo la kwenda kufungua biashara yani. Demo aliniaga naenda Dodoma kwa kufungua biashara. Sasa sijajua comeback nyuma kwamba walikuwa na mawasiliano au kitu gani, kwa sababu mtu kwenda kwenye show tu na kumuona kumpelekea ua sio kawaida hiyo. Hiyo sio kawaida hiyo, kwa sababu katika watu wa mamia kwa utakosema ndio kama una baby wangu na ua limeandaliwaje. Kwa hiyo ni appointment maalum kwamba labda mchumba ananiambia nenda Dodoma kucheki mazingira fulani na kwa analinivizia labda kwa kuwa mimi sina time. Unaona? Kwa mpango wake labda ilikuwa hivyo, lakini sio mimi nimeumia sana. Kwa hiyo nataka kusema kwamba J Master kwamba Diamond bwana na mpenzi wako wewe mahusiano yameanza muda kidogo. Nice itakuwa muda kwa sababu gani? Kwa sababu gani nasema hivyo muda? Unaona lile ua? Lile bwana lile ni ua fulani ambao special linaandaliwa bro. Sio kusema ni hapo kwa hapo tu kwa mtu agiwa ua. Lile ua ni kwamba ni special limeandaliwa na ile ni kwamba ni unajua walikuwepo mademu wengi sana. Lakini mtu kapiga jicho kama una mpenzi wangu ule kule akamtuma Bamsa peleka ua, kwa hiyo ni kitu special kimeandaliwa. Watu kusema kuna mademu wakali zaidi ya kuna kwamba demu wangu mimi ndo mkali zaidi ya mademu wote bana. Wasichana walikuwa wengi sana pale. Kwa ndo nauliza sasa katika wale wanawake wote walikuwa pale mimi mchumbangu ndo mkali kuliko mademu wote pale, kwamba Mondi jicho yake ndo oneka demu ule mkali. Hapana. Yule demu na Zuchu nani mkali? Sasa wewe yule si mpenzi wako J Master, hebu tuambie sasa yule pale demu wako wewe na Zuchu nani mkali? Hapo inabidi nikuuliza tena nani mkali kwa sababu gani?
kama Diamond yule demo ana mawasiliano naye na ana time naye, ni kwamba kamuona usoni hivi, si ndio? Sasa kwa future, yani kwa sura, ukitazama sura yule demo na Zuchu ipi kali? Bwana, swali gumu hilo bwana J Master. Hebu wewe tuelezee tu wewe mwenyewe. Mimi demo wangu mkali bro. Ile demo wangu mkali, lakini hata kama ni mkali pale kuna kali zaidi yake. Sawa. Ndio maana Mondi kwamba yule demo pale kuna mademo kali zaidi yake. Kwa Mondi angemuona demo mwingine mkali na kumpekea ua tofauti na yule, lakini kwa nini ampekee yule ua? Kwa hiyo Mondi ananiharibia. Kwa hiyo J Master, hii issue mimi naona kama vile umepanic tu, kwa vile labda Mondi amempa demo wako ua, lakini labda kitu ambacho kinaweza kutupata sisi mashaka ni issue ya kusema kwamba baada ya pale, na ile show ilikuwa usiku Dodoma kule, na baada ya pale umetuambia hapo kagusia kwamba ulikuwa unampigia shemeji yetu, alikuwa hapokei simu. Simu haiyokotei, kuna kati kwa ipatikani. Na muda mrefu kwa tukipiga ipatikani, simu ipatikani. Muda ule wa show au baada ya show? Mimi baada ya kuingia kwa sababu kile kitu kilipostiwa hapo chap. So niliona vile, kwa sababu tunajua si wasanii sometimes tutakuwa online muda mrefu. Tunaangalia unajua ndo kupandisha hivyo, unaona usi baby huyu. Vipi hapo Mondi, afu mtu wenyewe Simba unajua ana mambo sio poa. Kwa ile issue kwamba ni baada ya show na hisi walienda kumalizana, ndio kitu ambacho kilichoniumiza mimi kichwa. Na itakuwa hivyo tu. Baada ya kuona kwamba umpati. Baada ya kuona simpati sio bora, sio kweli, udemo atakuwa analiwa zaidi. Sasa baada ya hapo labda ulimtafuta baadaye, labda mkazungumza na mpenzi wako baada au akupatikana mpaka leo? Maana show ime happen lini? Jana, juzi ile usiku wa kuamkia jana. Vipi ulimpata bebi wako kazungumza naye? Bebi wangu nilimpata, so hata ile swala nilivompata sasa nikamuuliza vipi baby uko wapi? So bwana mimi nipo baada hajarudi. Ipo huko bwana, sema jana nilienda kwenye show huko nimechoka. Okay, fresh. Kwa unajua harusi mtu sometimes kula bata. Kwa mimi sijamgusia bado. Bado hujazungumza naye kuhusiana na hiyo. Sijamwambia kuhusu, nimefanya kama sijui. Lakini sasa unajua Diamond hajarudi, unajua hata kwenye pati ya salamu hayupo. Na demo wako pia hajarudi mpaka leo Dar es Salaam, yuko Dodoma. Na Diamond yuko Dodoma, unajua mpaka sasa hivi J Master. Mondi yuko Dodoma. Maana juzi hapa meneja wake alikuwa na sherehe alafu hajatokea. Bwana J Master bwana, issue ambayo watu wengi sana tumeiona ni kwamba Diamond bwana, unajua hata pati ya meneja wake Salamu SK hajahudhuria, yani bado yuko Dodoma mpaka sasa hivi. Alafu na hapo unatuambia kwamba shemeji naye pia apokei simu, bado yuko Dodoma mpaka leo. Na hizi harakati na hekaeka zote hizo, unahisi kwamba nini kinaendelea jamaa? Kwa Diamond bado hajarudi Bongo? Hajarudi Dar es Salaam. Pamoja na happy birthday ya boss wake hajarudi Bongo? Hajarudi na ameachana nayo. Kwa hata kusema Diamond bado Dodoma, mpenzi wangu bado Dodoma, anaendelea kulana hadi sasa hivi. Sasa hilo si wenyewe tuna mashaka. Sasa lazima itakuwa hivi mwanangu, Mondi bwana analetea dharau, rafiki yangu Mondi analetea baradi, sasa bado hajarudi Bongo. Na jana birthday ya boss wake, kwa nini hajarudi? Kwa demo wangu anaendelea kumlani sasa. Kwani demo wako hajarudi naye? Hajarudi na simu hapatikani bro. Leo tena hapatikani. Hapatikani kaka. Kwa Mondi mbona ananifuatilia? Mwanangu poa, mwanangu poa. Sasa unasikia msanii? No. Acha.